Leo pia tutazungumzia namna nzuri ya usafishaji wa kinywa chetu, nikimaanisha meno pamoja na sehemu zingine za kinywa ikiwepo ulimi. Sasa kwa kawaida binadamu anakuwa na mataya mawili kama inavyoonekana katika modo yangu hapa, kunakuwa na taya la juu na taya la chini ambayo yote yana meno, na kwa kawaida kwa mtu mzima inakuwa meno 16 kwa 16, jumla inakuwa meno 32. Sasa meno haya yanakuwa na sehemu kubwa nne ambazo zinatakiwa zisafishwe wakati unapiga mswaki wako. Sehemu ya kwanza ni sehemu ambayo ni sehemu ya mbele, ambayo kila mtu akiwa anaongea, akiwa anacheka inaonekana. Na sehemu ya pili ni sehemu upande ambapo ulimi unapatikana. Sehemu ya tatu ni sehemu ambayo tunaitumia kutafuna chakula chetu, lakini pia sehemu ya nne ni katikati ya jino na jino. Kwa sehemu zote hizi nne zinatakiwa zisafishwe kwa usahihi ili kujikinga na matatizo ya afya ya kinywa na meno, magonjwa tofauti tofauti kama magonjwa ya meno kutoboka na magonjwa ya fizi. Sasa tunasafishaje? Kwa kawaida tunashauriwa kusafisha kuanzia taya la juu upande wa kulia, ambapo tunasafisha kwa muundo huu ambao ninautumia. Unachukua mswaki wako, unasafisha jino baada ya jino katika muundo wa mzunguko kama ninavyofanya hapa. Lakini pia kitu cha msingi zaidi cha kuzingatia ni kwamba unapokuwa unasafisha meno haya hautakiwi kutumia nguvu kubwa sana, kwa sababu yale mabaki ya chakula yanayokuwepo kwenye meno ambayo tunatakiwa kuyasafisha yanakuwa hayajaganda kwa kiasi kigumu, kiasi kwamba tunahitaji nguvu kubwa sana wakati wa kupiga mswaki. Tunatakiwa tutumie nguvu ya kawaida na tufanye kwa mwendo wa kuzunguka kama ninavyofanya, jino baada ya jino kwa upande wa nje. Baada ya kumaliza upande wa nje, tutakuja kwa upande wa ndani, tutapita jino baada ya jino kwa upande wa ndani mpaka tunamaliza mwisho. Baada ya hapo tutakuja sehemu tunayotafunia chakula, tutaisafisha. Tukimaliza tutahamia taya la chini, tutaanza nje tena kama kawaida. Tukimaliza tutakuja ndani. Tukimaliza tutakuja sehemu ya juu ama sehemu tunayotafunia chakula. Hapo inakuwa imebaki sehemu moja, sehemu ya katikati ya jino. Sehemu ya katikati ya jino mara nyingi ni ngumu sana kusafisha kwa hizi bristles za mswaki. Kwa hiyo sehemu ya katikati ya jino inasafishwa na kitu kinaitwa dental floss. Dental floss ni uzi maalum ambao unatumika kusafisha sehemu ya katikati ya jino na jino. Na dental floss zinapatikana kwenye supermarket tofauti tofauti na maduka ya dawa tofauti tofauti. Kwa hiyo ni muhimu mtu akawa na dental floss kwa ajili ya kusafisha katikati ya jino na jino. Tunapiga vita sana kutumia toothpick, kwa sababu toothpick zinaweza kusababisha kutengeneza space katikati ya jino na jino ambayo inaweza ikawa ni chanzo cha mabaki ya chakula kujikusanya. Lakini tukitumia floss mara nyingi inatusaidia kutengeneza nafasi ya katikati ya jino na jino, hivyo kuacha meno yetu katika hali ya usafi. Sasa tunashauriwa kupiga mswaki wakati gani? Tunashauriwa kupiga mswaki walau mara 2 kwa siku. Na tunashauriwa kufloss walau mara 1 kwa siku. Yaani kutumia ule uzi wa kamba kusafisha katikati ya jino na jino, tunashauriwa walau mara 1 kwa siku. Kwa hiyo ni namna nzuri ambayo kila mtu anatakiwa kuitumia katika kusafisha kinywa chake. Kitu kimoja ambacho nimesahau ni kusafisha ulimi. Unaposafisha kinywa, wakati wote unapopiga mswaki, unashauriwa pia kusafisha ulimi. Ulimi unasafishwa kwa motion hii ya mswaki. Unatakiwa kusafisha ulimi kwa sababu kama nilivyosema kwenye matatizo ya harufu mbaya ya kinywa, moja wapo ni kutokusafisha ulimi. Kwa hiyo tunaposafisha ulimi wetu unabaki katika hali ya usafi na kutunza kinywa chetu kubaki katika hali ya usafi. Lakini pia napenda kuwakaribisha wakazi wa Dodoma katika hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Sisi ni ndugu namba 1 wa mgonjwa. Karibuni tuwahudumie.